Ikiwa tunaelekea juma la 4 la mzozo ulioanza huko Mashariki ya Kati baina ya Iran, Israel pamoja na Marekani, tunaangalia ni upi mwarobaini wa haya yanayoendelea ili kuhakikisha dunia inarudi kwenye hali yake. Na katika kipaza cha siasa ndicho kinachotukutanisha leo hii, ambapo nimemwalika kwa njia ya simu Lugete Musa Lugete, ambaye ni mchambuzi wa siasa na diplomasia ya kimataifa. Mimi ni Dastani Maombi, mwongozaji wa kipindi hiki leo hii. Moja kwa moja naungana naye Lugete Musa Lugete kwa njia ya simu. Lugete, shukrani sana kwa kujumuika nasi kwenye kipaza cha siasa wiki hii. Awali ya yote tuanze kufahamu kwamba ni upi mzizi wa hiki kinachoendelea Mashariki ya Kati kwa sasa? Sababu ya kwanza ni sababu za kihistoria, ambapo tangu mapinduzi ya Irani yatokee mwaka 1979 yakiongozwa na Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini, ambapo waliuondoa utawala uliokuwa unafungamana na Marekani na Israel, Mohammad Reza Pahlavi. Kutoka hapo mwaka 79 uhusiano ukaanza kudorola kati ya Washington, Tel Aviv na Tehran. Sababu ya pili ni sababu za kiuchumi, hasa usalama wa mafuta. Itakumbuka kwamba Marekani, Israel na mataifa ya Umoja wa Ulaya yana lengo la kumiliki nishati ya mafuta duniani. Hapo awali mwaka 1951 Irani walifanya uchaguzi, wakamchagua Mohammad Mossadegh ambaye alikuwa waziri mkuu wa Irani. Mwaka 52 Mohammad Mossadegh akayataifisha na kuyafukuza makampuni ya mafuta kutoka Marekani, Ulaya pamoja na Israel kama ExxonMobil, Shell na makampuni mengine makubwa. Baada ya hapo Marekani, Israel na mataifa ya Ulaya yakatengeneza zengwe Operation Ajak na kumkamata waziri mkuu wa Irani Mohammad Mossadegh, na hatimaye akafia kizuizini. Wakafanya regime change, kubadilisha uongozi, ndio ukaingia utawala wa Mohammad Reza Pahlavi na wenzake uliodumu kutoka mwaka 53 ukaja kuangushwa mwaka 79. Lakini lengo jingine la Marekani na Israel ni kumiliki milango bahari yote ya kimkakati duniani, yani International Maritime Choke Point, ambapo Irani anamiliki mlango bahari, njia finyu ya kimkakati ya usafiri wa mafuta inaitwa Hormuz, pamoja na kisiwa cha Kargil. Sababu nyingine ya mgogoro huu ni sababu za nyuklia. Israel ni taifa lenye nyuklia, na Marekani ndio aliyoipa teknolojia ya kumiliki nyuklia Israel na Marekani hawataki Irani awe na nyuklia kwa sababu watakuwa tishio Mashariki ya Kati. Naam, Lugete, umezungumza vizuri sana kuhusiana na hiyo milango ya bahari, lakini issue kubwa hapa ni mlango wa Hormuz ambao umechukua taswira mpya na umetengeneza mjadala mpana. Mlango huu wa bahari wa Hormuz una nafasi gani katika kucontrol uchumi wa dunia, hususan katika masuala mazima ya mafuta? Bado dunia haiwezi kuachana na mfumo wa mafuta. Gesi na umeme bado haviwezi kuchukua nafasi ya mafuta. Wanasayansi hawawezi kubishana na wanauchumi. Mafuta bado, dunia 70% ya maisha ya watu duniani yanaendeshwa na mafuta ambayo ni petroleum pamoja na diesel na mafuta mengine yanayochakatwa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo mlango bahari wa Hormuz ukijumlisha na kisiwa cha Kargil, ambapo mafuta yote kutoka Mashariki ya Kati na zile nchi za OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, yanapita pale kwenye mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ni mpaka kati ya Iran na Omani. Kwa hiyo ndio njia finyu ya kimkakati. Lakini pia unapaswa kujua Irani ni nchi ya 3 duniani kuwa na reserve kubwa ya mafuta ghafi, yani crude and refined oil. Baada ya Venezuela inakuja Saudi Arabia, inakuja Irani. Kwa hiyo kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz ina maana dunia inakosa huduma ya 20% ya mafuta. Tunaelekea juma la 4 sasa tangu mzozo huu uanze. Watu wanajiuliza, Irani imewezaje kuhimili mikiki ya vita hii toka ilipoanza hadi hivi sasa pasi na kupata msaada kutoka kwa mataifa mengine yote yale? Irani ina takriban watu milioni 90. Irani ina mapango ya asili, milima, mabonde, jangwa, lakini ina milima mirefu ya Zagros na Alborz. Hiyo ya kwanza. Lakini Irani iliweza imetawanya sehemu mbalimbali za kushambulia, yani vituo vya kuweka makombora vya Irani viko zaidi ya maeneo 40 tofauti. Kwa kila Israeli na Marekani wakilipua eneo moja, Irani wanarusha makombora eneo la pili. Lakini Irani ina madini muhimu kama uranium, coltan, tantalum. Ina uwezo wa kutengeneza silaha kwa bei rahisi na kwa teknolojia nafuu bila kuagiza silaha kutoka nchi nyingine. Imeweza kutengeneza makombora ya masafa marefu na mafupi, yani cruise and ballistic missile ya kuweza kufika kilomita mpaka 6,000. Imeweza kushambulia kutoka Teherani Irani mpaka visiwa vya Chagos Island, Diego Garcia,
bahari ya Hindi kama Mauritius na Seychelles. Irani ina ndege nyuki, yani drones za kuweza kusafiri kwa kilomita 2000 mpaka 2500. Lakini sababu nyingine, Irani amejifunza namna Iraki, Syria, Lebanon, Sudan na mataifa mengine yalivyoanguka kutokana na hujuma za Marekani. Kwa Wairani hawaogopi kufa, wameshikamana. Irani haijafanya shambulio lolote ndani ya taifa la Marekani, ila inatumia tu washirika wa Marekani. Kwa nini Irani inashindwa kwenda moja kwa moja katika taifa la Marekani na kufanya mashambulizi? Kwanza, kutoka Teherani kwenda mpaka Washington ni zaidi ya kilomita 20,000. Kwa hiyo makombora ya Irani hayana uwezo wa kufika Marekani, ila yana athari kubwa kwa Israeli na nchi za karibu pale jirani. Hana uwezo Irani wa kurusha makombora kwenda Washington. Makombora yake ni ya masafa mafupi. Hajawa na uwezo wa kutengeneza ICBM, maana yake intercontinental ballistic missile au intercontinental au intermediate range ballistic missile. Makombora ya kutembea kilomita 100, kilomita 90 mpaka kilomita 300 kwa saa. Mwisho kabisa, nini kifanyike ili kurejesha hali ya amani na utulivu huko Mashariki ya Kati? Kwanza ifahamike kwamba wale wanaochochea vita ndio wenye mamlaka ya kuleta amani. Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa limejumuisha nchi 5 zenye nguvu. Ukiacha zile nchi 15 ambazo 10 ni wanachama sio wa kudumu, wale wanachama 5 wa kudumu ambao ni Uingereza, Ufaransa, Marekani, China na Urusi. Hao ndio wamekuwa sababu kubwa ya dunia kuingia kwenye migogoro. Kwa hiyo usitegemee wale wanaoanzisha vita ndio walete amani. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umekosa meno. Cha msingi hapa ni Marekani na Israel wakubali kwamba operation yao haikwenda kama walivyotarajia. Huwezi kubadilisha mfumo wa uongozi wa nchi kwa mashambulizi ya anga. Ni lazima uingie ardhini, uteke mji, ubadilishe na usimamie uchaguzi, na hilo swala litakuwa ngumu sana. Kwa nini Israeli anamlazimisha Irani aachane na mpango wa nyuklia ili hali Israeli yeye mwenyewe anayo nyuklia? Je, kuna usawa hapo? Cha msingi ni kwamba ni Umoja wa Mataifa kupitia mkutano mkuu na Baraza la Ulinzi na Usalama wakae chini wamalize hii vita, kwa sababu atakayeathirika sio Irani peke yake bali dunia nzima kutokana na sakata la mafuta na nishati. Lugete Musa, nikushukuru sana kwa muda wako ndani ya Kipaza cha Siasa wiki hii. Asante sana, karibu tena. Barabara kabisa msikilizaji, ndivyo tunavyohitimisha Kipaza cha Siasa wiki hii. Usikose kujiunga nasi juma lijalo. Mimi ni Dastani Maombe, uwe na wakati mwema.